Hi guys, mambo vipi? Mko salama? Naitwa Aisha, ambao hamnijui, hakikisha una subscribe, una comment, una share hii video. Guys, tujitahidi kushare hii video. Mnamuona huyo msichana pale kwenye screen, anaitwa Nduta, ni from Kenya, ndugu zetu wa Kenya. Naona ambao mmeona hii story inaumiza sana. Wakenya wanapambana sana kumwokoa huyu binti, kumwokoa huyu mama. Ana watoto wake, ana familia yake. Bado binti mdogo, miaka 37. Bado binti guys, ni mdogo. Nimejaribu kufuatilia hii story, lakini story inaumiza. Story inagusa mioyo ya watu. Kama wewe haijakugusa, wewe sio binadamu na haujawahi kutokewa na matatizo, aidha kufiwa, aidha kupata matatizo ambayo makubwa katika familia yako. Huyu mwanamke anaitwa Nduta, alitafuta kazi kama tulivyotafuta sisi, kuja kupambana kwenye nchi za ughaibuni, lakini kilichomkuta mwenzetu, kakutana na agent mkola, agent kibaka, agent asojielewa, na akiona hii Mwenyezi Mungu amlaani. Wapendwa, huyu mwanamke mnamuona hapo kwenye screen ni Mkenya, alikuwa ameenda kutafuta kazi, akampata agent akamconnect na kazi ya uongo na kweli. Kumbe nia yake agent alikuwa ni kwamba nia yake ilikuwa ni kwamba kumteketeza binti wa watu. Can you imagine? Yaani siku hizi binadamu hawaaminiki, hawaeleweki. Mimi hata sinashindwa kuelewa. Yaani sijui tuseme dunia inaenda mwisho au sisi wenyewe tunaipeleka mbio. Huyu binti guys, ndugu zake wanalia. Kama umejaribu kuvaa kiatu cha huyu binti, hii story naona mmeiona inavyo trend sasa hivi. Sio ina trend kwa uzuri, ina trend kwa majonzi. Mheshimiwa Ruto, ukiiona hii video, naona ni mzee wa mitandao, itakufikia hii video. Tafadhali rais wetu Ruto from Kenya, baba tunakuomba huyu binti asinyongwe. Ana familia yake. Sheria ifate mkondo wake, at least tumuokoe kwenye majanga. Jamani, kila mtu atakufa. Lakini kwa nini mtu ufe kwa kujua kwamba leo naenda kufa? Mheshimiwa Ruto, tafadhali pambana na majeshi yako. Tunakuamini baba. Fanya juu chini. Mungu atakusaidia, hili jambo utafanikisha. Wasiliana na nchi ya Vietnam. Vietnam watakusaidia kumwokoa huyu binti. Watu wa ngazi za juu, fuatilia baba. Tunakuomba ndugu yetu, tunakuomba. Huyu binti ana familia yake na watoto wake. Ikiwezekana huyu agent aliyomsafirisha, tunakuomba baba, huyu agent aliyomsafirisha, kwa nini hajakamatwa mpaka sasa hivi? Ilitakiwa yule binti, huyu agent sasa hivi amekamatwa, yuko ndani kule Kenya. Huyu yuko Vietnam amekamatwa, huyu afungwe Kenya. Ili yule binti akiokolewa kule, tuna imani kwa Mwenyezi Mungu atatoka. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaomba dua sana, Mwenyezi Mungu amsaidie, atatoka. Guys, amehukumiwa kifo. Amehukumiwa kunyongwa. Can you imagine mtu unakufa unajiona? Unakufa unajua kabisa unaenda kufa. Wapenzi, nimeileta hii story tuje tufundishane hapa. Huyu binti baada ya kuona maisha yake hayako sawa katika familia yake, akaamua kwenda kwa agent, kapata agent. Sasa alipofika pale kwa agent, ikawa nguo zake alikuwa ameweka sehemu ya kibegi kidogo. Yule agent akamwambiaje, unaonaje hizo nguo zako tuzitie katika bagi kubwa? Yule binti anajua ni agent wangu ananisaidia. Akachukua nguo zake akawa ametia kwenye ile bagi kubwa ya agent. Kumbe agent alikuwa amepandikiza mavitu ya makoken, yani dawa za kulevya. Dawa za kulevya nchini Vietnam ukikamatwa zinapimwa kwa kilo. Kilo zinapozidi kwenda, kuna mpaka wao, unafungwa miaka inayokuwa labda ya hesabu, au ikivuka zile kilo zao unauliwa. Sasa yule binti zimevuka zile kilo. Kwa yule mdada alivyomwambia huyo agent, akamwambiaje, ni mdada
Akamwambiaje, chukua hili bagi langu, weka nguo zako. Yule binti hakuwa na hiana, akachukua nguo zake kaeka kwenye lile bagi. Lile bagi dogo akaliweka kwa ajenti wake. Akawa ameondolewa pale kusafirishwa kuja kupambana. Aliambiwa anaenda Saudi Arabia. Matokeo yake, my dear, dunia imeharibika sasa hivi, hakuna kumwamini mtu yoyote. Kwanza alipitishwa njia ya Ethiopia. Ethiopia kakaa siku 10. Siku 10 zile ndio kuondoka katika hiyo nchi, Vietnam. Na alikuwa hajui anaenda wapi. Ndio mara ya kwanza mtu unapanda tu ndege. Mimi mwenyewe nilikuwa sijui naenda wapi. Kwa hiyo scam mara ya kwanza unaweza ukawekewa scam ambayo wewe mwenyewe ukajikuta pabaya. Mwenyezi Mungu tu ndio huwa anatusimamia. Guys, angalia huyo agent alivyokuwa mtu mbaya. Watu hawana hofu hata ya Mwenyezi Mungu. Mwenzako ana familia yake. Kweli jamani, inakuwa sijui, mimi nashindwa kuelewa na binadamu. Hivi kwa sasa hivi unafeel vipi agent mwenzako kama hivyo sasa hivi anawekewa makamba, anataka kunyongwa, tunahesabiwa madakika? Hana la. Mwenyezi Mungu asimame na yeye binti. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na imani, kwa dua za Wakenya wanazoziomba tuungane na Watanzania na dunia nzima, huyu binti atarudi nchini Kenya akiwa mzima na familia yake, ataenda kumiti na familia yake. Guys, imagine mzazi unapata taarifa mwanao ananyongwa kwa kosa ambalo la kusingiziwa. Si mnajua ndugu zangu, utakapokamatwa na ngozi ndio mwizi wa ng'ombe. Yaani najaribu kuvaa kile kiatu cha ule binti, siwezi. Mtu unaamua kutoka kuacha familia yako kapambane, kumbe maskini ya Mungu unapeleka uhai wako uenda kuutia kwenye dimbwi ambalo kina kirefu. Kufa kupo, lakini kwa nini mwenzio mpeleke sehemu ya kifo? Hizi ni pesa tu. Yaani kumbe agent ilikuwa nia yake asafirishe madawa. Basi ungemwambia mtu kwamba mimi sikupeleki kazini na kupeleka kwenda kusafirisha madawa. Wapo watu wanajitoa muhanga kuliko mtu kuja kukutwa tu kama na hilo tukio mwenyewe kutegemea. Mwenyezi Mungu atasimama na yeye. Guys, hiki nimewaletea tujifunze. Mimi mwenzenu wakati nakuja nilipewa kizigo. Mpo? Nilipewa kizigo, napewa kizigo na agent anakuambia ukipeleka sehemu fulani agent fulani atakipokea. Sasa hivi msikubali. Waambieni kabisa yasije kawa ya Nduta. Nduta sasa hivi yuko mbaroni. Mtoto wa watu bila hatia yoyote. Hana la. Haki ya Mungu yaani hata sijui niseme vipi. Yaani guys, ukijaribu kufikiria na kutafakari, can you imagine nchi zote amezipita, lakini Vietnam imeenda kuonyesha wana vyombo vikali ambavyo yaani zile mashine kali, darubini kali za kuona kila sehemu, ukifika tu mama ushaonekana. Hata kama ukimeza dawa, wengine si wanazimeza wanameza tumboni, unakamatwa kwenye ile nchi. Wana mashine kali, madawa ya kulevya vinapingwa vikali sana, tofauti na nchi zingine. Kanchi kadogo lakini kana ushirikiano wa vipimo. Maskini ya Mungu binti wa watu atalikuwa hajui kitu chochote. Halafu mtu mwambie unampeleka Saudi Arabia kwa ajili ya kupambana. Alikuwa timu strong mwenzetu, lakini ndo kama hivyo kaenda kuangushwa sehemu isiyokuwa sahihi. Familia yake nalia. Machozi ya wale watu, wewe agent wewe, yatakufuatilia. Unapomtendea mtoto wa mwenzako namna hiyo, ujue na wewe kizazi chako Mwenyezi Mungu atakulaani. Tujaribuni hata kile yani kidogo tu tuwe na kautu. Jaribu kufikiria ile roho yako mwenyewe, ungekuwa ni wewe, angekuwa ni sister yako, angekuwa hata shangazi yako. Ungefili vipi? Yaani nikimwangalia yule binti, yani kashapoteza matumaini ya kuishi. Kuna ile hatua ya mwisho mtu unaambiwa kwamba aga familia yako, unaacha message kwenye mitandao eti unaenda kuuliwa. Kisa binadamu mwenzako.
Inshallah kwa uwezo Mwenyezi Mungu atamvusha. So guys, hata kama unasafiri, hata kama unaenda wapi, kwenye mabasi, acha kwenye ndege tu, hata kwenye mabasi, asikwambie mtu kwamba nibebee hivi vitu vangu, sijui tukifika mbele ya safari nitachukua mabagi yangu. My dear, utakachokamatwa nacho ujue hiyo ndo mzigo wako. Ukikamatwa nacho huo ndo mzigo wako, kwa sababu hata kama ukiwa naye hapa atakwambia mimi mzigo siujui, na ndo umeshakamatwa nao. Tuweni makini tunaposafiria. Mimi siwafichi, mimi ni binadamu, naendelea kujifunza, lakini mimi huwa sikubali mzigo wa mtu, bora nione mbaya. Sikubali kizigo cha mtu kiwe kibahasha, iwe sijua na nguo nyingi, nifanyie mpango tenda kuchukua mbele ya safari. Naambia my dear, sitaki mzigo wa mtu yoyote. Mimi na wewe mawasiliano naishia hapo. So guys, tumuombee dua Nduta, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Ni Mkenya, rafiki zetu, ndugu zetu wa Kenya, sisi sote ni ndugu. Inatokeaga tu mtafaruku wenyewe, utani tunataniana, lakini kwenye mambo ya hatari tushikane guys. Nawapenda sana. Mwekeni dua zenu hapo kwenye comment, Mwenyezi Mungu atazifanyia wepesi. Mwenzetu atatoka, atarudi nyumbani kwao, akamiti familia yake. Okay guys, nawapenda sana. Bye bye, tukutane another video. Masalama.